الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwa fadhila na taufiki yake tunakutana kwa mara nyingine ndani ya nyumba yake siku ya leo ya Jumamosi usiku wa 18 huu bila shaka baada ya kuikamilisha funga ya 17 mchana wa leo. Au nahesabu vibaya? Tumekamilisha 18. Kesho 19, maana Ijumaa ndio ilikuwa 17. Na mimi akili yangu nahesabu siku ya Jumamosi tarehe ya Ijumaa. Kwa hivyo kesho tunafunga siku ya 19 na jioni yake tutakuwa tuna usiku wa mwisho wa 12. Allahul musta'an. Jana tuliisoma hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, hadithi yenye katazo la kufunga siku ya Ijumaa. Kisha tukaona kwamba katazo hili lipo ikiwa swaumu yenyewe haina sababu, kisha ikawa Ijumaa inafungwa peke yake, ama ikiwa saumu yenye sababu, hata kama itakuwa ni Ijumaa peke yake hakuna tatizo, au ikiwa haina sababu lakini Ijumaa hii ikaunganishwa na siku kabla au baada, hakuna tatizo. Na kutokuwa na sababu katika saumu ni vipi? Mtume mathalan, na hapa ninapotaka kusema nakumbuka juzi kulikuwa kunatembea video mpaka watu wameongea maneno makali kweli kweli. Shekhe katika wazee wetu amezungumza. Najua shekhe akizungumza watu wanaona kama ni kauli nzito, fatwa imetoka, watu wanaamini. Kwa hivyo wakati unaheshimiwa na unachukuliwa kama mtu mwenye sauti qaulul qil, jitahidi wewe unazungumza kitu ambacho kina ushahidi, kina dalili katika dini, kwa sababu unapozungumza kitu kwa mtazamo wa kidini unakuwa kama unazungumza kwa niaba ya Allah au mtume wake. Kwa mcha Mwenyezi Mungu, mcha Mwenyezi Mungu. Shekhe anaongea anasema, unajua bwana, kuna watu wanakosea dini hawaijui. Na nukuu, yani maneno, kuna watu wanakosea dini hawaijui. Mwanamke, hakuna aya wala hadithi inayoelezea kwamba mwanamke kazi yake ni kupika. Hakuna. Mwanamke ana kazi 2 tu ndani ya nyumba: ajipodoe, kazi ya kwanza, na amtulize mumewe ndani, kazi ya pili. Sasa watu wakakasirika na hii kauli. Kuna ambaye, mimi sipendagi takbira kwa sababu mimi sio mfasi wa kuwaridhisha wanawake. Hamtapenda nitakachokisema baadaye, kwa hivyo msipige takbira. Sasa watu wakaongea maneno makali bwana kuhusu shekhe. Wangemuuliza tu kwa dalili gani labda. Ushaona Sasa nimezungumza kwamba Ijumaa unaweza ukaifunga ikiwa utatanguliza siku kabla yake au siku baada yake, ikawa funga hii haikuwa na sababu yoyote. Kwa maana ya nini? Yani sio funga nyeupe, sio funga ya kulipa, yani ni funga tu umeamua kufunga. Ukiamua kufunga tu basi, ikiwa imeangukia Ijumaa na Jumamosi ufunge,
au kama ulifunga Alhamisi ukaamua kufunga basi na Ijumaa hakuna tabu. Sasa ndo ninapiga mfano, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anaamka, akiamka anakwenda kwenye mihangaiko yake, labda anakwenda pahala popote, kama kuonana na maswahaba zake, vyovyote vile, kisha inafika muda anarudi nyumbani. Zingatia sasa hili, inafika muda saa 5 saa 6, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama anarejea nyumbani, kisha anawauliza wakeze, kuna chochote katika riziki? Sio kama tunaelewana eh? Mtume anawauliza wakeze, kuna chochote katika riziki, yani kuna chakula mniletee nile? Wanawambia hakuna. Akiambiwa hakuna, anasema idhan ana swaim, kama ni hivyo basi mie nafunga zangu leo, kuliko tu kushinda na njaa, basi wacha ninuie swaumu kabisa. Sona haina sababu hii, haikuwa nyeupe, haikuwa sijui Alhamisi, haikuwa ni nini, ni vile kakosa chakula, akaona tangia hapo sitokula. Sasa kushinda tu na njaa, wacha niipatie thawabu siku ya leo, nafunga madamu sijala. Sasa ukiwa unasoma dalili, elewa pia wajhu dalala na namna ya kuitumia dalili. Ikiwa Bwana Mtume ndo mpishi na sisi tunajifunza kwa Mtume, maanake ushe amemnukuu Mtume. Ikiwa Bwana Mtume ndo mpishi, alikujaje kuuliza chakula na ndo mpishi? Mmeelewa? Sasa kuna mashehe jama wanapenda kupendwa na wanawake sana, wanakana shewa wanawake. Mimi sio shewa wanawake bwana, ni kazi yenu kupika. Sasa kama mtapiga takbira baada ya hapo, sasa pigeni. Kupika ni kazi yenu, iwepo aya inayosema hivyo au isiwepo, basi yatosha urfu kufahamika kwamba ni kawaida katika zama hizo mpaka leo. Ni kawaida kwamba mume yeye hutoka kutafuta akaleta kwa mke aandae wale. Hakuna mwenda wazimu anayejua kwamba mume ataenda kuvunja mawe huko au aende akavue, alafu yeye ndo aje tena aparue samaki apike asonge ulete tu uso wako unakuja kula. Wewe mimi nakubandika tonge usoni. Wewe vipi bwana? Kwa hivyo watu waangalie bwana, kwani lazima uongee uongo kwenye dini ili uwe? Allah anasema kulil haqqa min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa yakfur. Semeni tu kweli tukayo kwa Mola wenu. Anayetaka kuamini na amini, asiyetaka aache. Sio hivyo? Ukitaka kuamini amini, hautaki kuamini acha. Kwani unamkomoa nani? Unamkomoa nani bwana ukikufuru? Haumuumizi Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu katika hadithul Qudsi anatuambia, laiti wa mwanzo wenu na wa mwisho wenu katika majini na nyinyi binadamu wote wangekufuru wote, yani sisi sote na kiumbe wa kwanza kuanzia Adamu mpaka atakayekuja mwisho, na jini wa kwanza mpaka atakayekuja mwisho, sote tungekuwa makafiri, waliyadhu billahi min dhalik, isingepunguza ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bado angebaki kuwa ni Allah mtukufu, akbar, a'zam. Sasa wanataka kudanganya danganya watu upendwe. Bwana we. Kwa hivyo zipo swaumu ambazo hazina sababu kama hii ya Bwana Mtume aliyokuwa akifunga. Ikikuangukia Ijumaa, funga kisha na Jumamosi ufunge. Sawa eh? Au kwa vile ulikuwa umefunga Alhamis, kwa wale ambao wana kawaida kufunga Jumatatu na Alhamis. Ushafunga Alhamis, unakuja Ijumaa, unakuja kuuliza msosi, unaambiwa hakuna kitu leo. Na we mwenyewe hata ukipiga ramli hauoni ambapo panaandika kwamba utapata hata kitumbua. Sasa kushinda na njaa tu bure, bora uipatie thawabu madamu hujala kitu, nuia swaumu. Sawa ndugu zangu, ndo hivyo. Kwa hivyo Ijumaa haifungwi peke yake, isipokuwa iwe ina sababu. Kama siku ya Arafa ukaamua tu kuifunga yenyewe na imeangukia Ijumaa, au siku ya Ashura tarehe 10 ndio imeangukia Ijumaa, unafunga hata kama haukufunga siku za Tasua na hauna mpango wa kufunga siku ya mbele yake. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukifunga siku ya Arafa hauifungi Ijumaa, unaifunga Arafa. Ukifunga siku ya Ashura haufungi Ijumaa, unaifunga ile Ashura tarehe 10 Muharram. Hadithi nyingine kwa leo ni hadithi ya Abi Ubaid maula Abi
Azhar wasmuhu Saad ibn Ubaid. Kwa hivyo huyu ni Saad ibn Ubaid Abu Ubaid. Sema shahadtu al-Eid ma Umar ibn Khattab, shahadtu al-Eid ma Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqala hadhani yaumani naha Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam an siyamihima yaumu fitrikum min siyamikum wa yaumu al-akharu alladhi taakuluna fihi min nusukikum. Huyu bwana anasema nilishuhudia sikukuu ya Idi siku moja, yani tulikuwa kwenye siku ya Idi, ndio imeangukia siku ya Idi. Nilikuwa mimi na Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Basi Umar ikabidi awaambie watu, siku hizi mbili mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nabii wa Allah, amekataza kamwe isitokee mtu akafunga siku hizi. Siku zipi? Siku ya kula kwenu baada ya kumaliza funga, yani siku ya Eidul Fitr, na siku ya kula kwenu nyama baada ya kumaliza sikukuu ya kuchinja, yani Eidul Adha. Amekataza kufunga. Sasa hapa ndugu zangu, napo kuna hatari nyingine. Kuna hatari wale watu ambao huwa wanakataa mwezi, wanasubiri mpaka utangazwe na babu yao wa ndani. Kwa hivyo maadamu hajatangaza sisi tutafunga, maadamu hajatangaza sisi tutakula. Kwa hiyo kwa mfano sisi tulifunga Jumatano tarehe 18, maadamu babu yao hapa ndani hakutangaza, wao ile Jumatano walikula, wakaja kufunga Alhamis. Kwa vile tumefunga tarehe 18 mwezi wa pili, tunatarajia tutaswali Idi Ijumaa. Tukiswali Idi Ijumaa, babu yao asipotangaza Alhamisi kwamba kesho Ijumaa ni Idi, wao Ijumaa watafunga. Kuna hatari watu wanafunga siku ya Idi na wanakula mchana wa Ramadhani. Hatari hii ipo. Na katika hili wacha tuweke akiba, tutakuja kuzungumza insha Allah vizuri tukikutana kesho biidhnillahi taala. Tutarudi tena hapa. Kuna watu wana hatari ya kula mchana wa Ramadhani na wakafunga siku ya Eid. Ipo hatari hii. Naam. Anazungumza kwamba kazi ya kupika ni ya mume ndani ya nyumba. Mwanamke atakapokuwa na msimamo kufanya shughuli zote unampa, ndio ni nashiz, akosa utiifu. Kazi za ndani ni zake, mume akifanya anasaidia, na sira inasema mtume alikuwa akiwasaidia wakeze kazi za ndani. Sasa hawa mashairi zetu mimi nashindwa kuelewa na kwamba amepata vitu gani kabla ya kuja kuongea mbele za watu. Ovyo. Anayesaidia si mwenye jukumu bwana. Nikikusaidia manake jukumu lilikuwa lako, mimi nakusaidia. Mtume alikuwa akiwasaidia wakeze kazi za ndani, si basi? Au Kiswahili kigumu hicho? Of course ni nashiz, ndio aliyakosa utiifu. Mimi sikupikii, wewe hauna mikono. Kwani kwanza mimi hapa sio kazi yangu kupika? Au umetoka kwani kuja kufanya nini sasa? Kama kazi yako sio kupika, toka basi niendelee kula kwa mantili. Tuswali. Hawawezi kupiga takbira tena, alizania